My name is Charity Karemi. I'm the Sub-County Police Commander, Nakuru North. This is a follow-up of a murder incident that happened on 29th March 2026, where a security guard by the name Jacqueline Awol was murdered by her husband, namely Evans Abuti, who immediately after the incident escaped to a known place. Immediately the officers from Nakuru North visited the scene and they were able to recover the body with the missing head. Effort to trace the suspect. We embarked on the effort to trace the suspect. Through the coordination of the National Police Service team, we were able to trace the suspect at their rural home at Navahora, Kakamega County, where the DCI officers from Navahora Sub-County visited the home and they were able to arrest the suspect. Immediately, the officers brought the suspect to Bahati, where we embarked on an operation to trace the head and the murder weapon. Today, I want to say we were able to trace to get the head and the murder weapon that the suspect used. I just want to thank the officers from DCI homicide team from Nairobi, the DCI team from Navahora, the National Police Service, that is the DCI, the APS, and Kenya Police Service, Nakuru North, for their effort that they made to make sure that the perpetrators of this crime has been brought to book. The matter is under investigation, and tomorrow the suspect will be appearing in court to face the charges of murder. Okay, what I can say, Bahati area, security-wise, the area is calm, but what I can advise the members of the public, any case you have a threat, kindly don't just keep quiet. Take every threat serious and report the matter to the police so that we are able to arrest the perpetrators before it takes action. How old is the suspect? The suspect is 35 years old. Yes. We were also able to, the suspect and also escaped with a 2-year-old daughter, Charlene, whom we were able to rescue, and the girl is in safe custody. Yes. Thank you. Kwa majina naitwa Ann Atieno Wajewa ama Ann Atieno, na Jacqueline ni dada yangu. Hata mimi ndio nilimleta upande huu afanye kibarua. So ilikuwa Jumapili kitu saa 7:30 hivi, kama nimetoka kanisani, nikapigiwa na dadangu mdogo kwamba Jacqueline haonekani kwa sababu alitoka nyumbani akienda kazini na hakufika. So nikamwambia hebu jaribu kuchunguza ako wapi. So after dakika 2 akani call back, akaniambia ni supervisor ndiye amemwambia ameenda kumwangalia station yake ya kazi, hayuko na simu yake inapigwa na ishikwi. So ako worried kama yuko nyumbani anaweza kuwa ako wapi. So after hiyo nikamwambia we chunguza ujue. Tena akakata simu, tena kwa kidogo akanipigia tena. Akaniambia ameambiwa mali Jacqueline wanapita akienda kazini imeonekana glove na earring. Kwa hivyo na spots za damu. Akamwambia Jumini niko huku center na wewe uko hapo karibu, we hebu kimbia uangalie ujue ni nini haswa. So hata ikumaliza 5 minutes ama 10 akani call back akaniambia night mtoto wetu ameuliwa. Nikamuuliza are you sure ni yeye? Akaniambia ni yeye, hata anaona ako na uniform na viatu zake ziko lakini kichwa hakuna. Nikamuuliza unaangalia hapo karibu hakuna kichwa? Akaniambia hakuna. Nikamuuliza umejuaje ni yeye? Akaniambia ni yeye juu hata boots zake na mtoto wetu vile huwa anajivaa najua na ni yeye. Sasa hapo ndio mimi niko center nikachukua pikipiki nikakimbia. So hata nikaenda police station, kufika pale nikapata watu wenye colleagues wa Jacqueline wamefika hapo wamna report. So hapo tu tukatoka tukaenda mpaka scene. Kufika pale on our left kulikuwa na damu mingi na hiyo glove na hiyo earring. So on our right ndio sasa tukaona
watu wanatoka huko, anasema mwili iko huko chini, nyinyi madada zake msiende hapo. Kaambia hapana, ni dadangu, lazima niende ni confirm kama ni yeye. So nikaenda nikaona yenyewe alikuwa amerushwa kwa shimo ya kware, akiwa pale ndani ana kichwa. Na kufikia saa hizi hatujajua mali kichwa huyo jamaa mwenye alimuua alitupa. Wameishi na maisha yao ingekuwa maisha mzuri. Wamekuwa kizozana mara mingi sana. Hata karibu wiki 3 iliyopita dadangu alinipigia akaniambia nimsaidie na mawaidha juu anaona amefika mwisho na huyo jamaa. Mimi nikamwambia from the word go, nilikwambia utoke kwa hiyo ndoa, uachane na yeye na ukuje uishi karibu na mimi juu mimi mali niko naishi haiwezi kukusumbua juu mimi ananiogopa. So kuja uishi karibu na mimi, utoke huko mbali. Juu anakufanyia hizo vituko huko mbali, juu anajua hakuna mtu atakusaidia. So akaniambia nimesikia. So nilikuwa nangojea alipwe ndio tuone anafanya namna gani. Aliuliwa Jumapili asubuhi akienda kazini. Walikuwa naishi pamoja. Yes. Jamaa alitoroka na hata akatrakiwa. Wakati tulikuwa tunapeleka body mortuary ilikuwa kitu ikielekea saa 2. Tukaambiwa na maskari inaonekana jamaa amepanda gari ya kwenda Western na ameonekana Ngata Bridge akienda. So tukaambia tu nyinyi tumtusaidie tu. Sasa walikuwa natuuliza ni Kakamega wapi? Na juu ni mtu mimi from the word go sikupenda hiyo ndoa. So hata sijajua ni jamaa alikuwa mali alikuwa ameajiriwa permanent, ilikuwa Winchester Farm. Na hata huko ndio alijuana na dadangu, ndio alikuwa wanafanya wote huko. Hata yeye alikuwa anafanya huko ndio baadaye akatoka, aliharibu kazi ya huko. Huyu jamaa alimharibia, akamwambia waache kazi huko ili akae housewife atamlisha juu alikuwa anasema ako na shares mingi huko Winchester Farm, akiwacha atalipwa na atakuwa na pesa ya kutosha ya kumlisha. Alikuwa anafanya GDC na kama mtu wa security. Wanaitwa PCL, protective gear. Wao watu wa security. Kwa sasa mimi kile naomba, hatuna wazazi. Hatuna wazazi. Hata hakuna mama, hakuna baba, hakuna shosho, hakuna grandfather. Tuko tu hivyo. Na mimi ndio mkubwa wake na ndio limleta akuje angalau juu yako na watoto wengine 2 nyumbani. Ndio nimwambia akuje ufanye kibarua angalau upate vile utakuwa na saidia watoto wako nyumbani pale. So hatuna anything. Hata sasa hivi tunaambiwa familia wagharamikie postmortem. Hatuna anything. Hata kama government pathologist anaweza jitolea tusaidie juu hatuna. Na tunaomba patikane, atuambie mali alipeleka kichwa. No. Hakuna mali pengine. DCI walituambia hakuna injury yoyote na ni kichwa tu ndio hakuna. For now body iko tu pale mortuary, tulimpeleka PNN iko tu pale. Haijafanywa anything juu inatakana pesa ya postmortem na kichwa ipatikane ndio hiyo kazi ianze. Sasa tunaomba tu usaidizi kwa mtu yoyote. Anilongan Anatieno to anya game yala to Jacqueline Awuor en nyamera kendo en nyathi nyamin mamawa. Ane maduong' nigi kendo ane mnakele Nakuru koni mondo tim kibarua. To kanobiro koni gimoro higni 4 mokalo ne oyudre gi wuoyi miluongo ni Evans. To kane omakre gi wuoyi miluongo ni Evans, natamra nikech nanyise ni an ng'ano chuny ok orwako. Baluongo gi nyaka kuma dakie. Bakwere ni Jacqueline nyathiwa ng'ani ok adwa. Chuny ok orwako ng'ani, weri gi ng'ani. To kalure kaka naloso kode, nokowinjo, alafu Evans nonyise ni nyaminu neno mana nyiego kodi. Weri gi nyamiru, bachakre kanyo Jacqueline koro nok biga.
gisebedo ka giyware kabisa, makata dwe mar 2 kadhi rumo, Jacqueline nogochona kanyisa ni mondo amiya ne paro gima dotim. Tanyise ni Jacqueline, mana kaka nasenyisi cha, wuogi e dagni, ng'ani botimoni gima rach nikech osebedo ka obwogo ngimani. Wuogi e dagni, nikech ng'ani be ok okonyi, ine mikonyo ng'ani, weri gi ng'ani. To nikech ok ang'e gi ng'ani ne timonega ang'ono, nyamera nok winjga. Koro nyaka ero nochopo dakika mogik, chieng' Jumapil ka alemo, nyaminwa matin miluongo ni Roslyn nogona simu to nyisa ni night ogona simu gi supervisor mag Jacqueline nok ochopo e tich. Tapenje nikech ang'o, to wachona ni supervisor wacho ni nende owuok ni osegone odhi ng'iye kama otiye to oonge, alafu simbe be osebedo kogo chakre okinyi to ok yude. Koro onyise ni mondo odhi ang'i ane e ot kentie. To Roslyn odwoke ni Jackie to odhi e tich, we adhi ane ot. To odhi ot oyudo ko onge. Alafu ogochona kendo, to nyisa ni night odwogo nyisa ni none glove gi earring e yo ma Jacqueline luwoga kadhi e tich. Tadwoke ni antie nikech antie mabor, in machiegni kanyo, dhi ane ichop kanyo mondo ing'i ane alafu inyisa. To nokotieko kata dakika 5 to Jackie kendo Roslyn gochona to nyisa ni night nenre nyathiwa onegi. Tapenje ni onege gi ng'a, to nyisa ni babani nenre nonego nyathiwa. Tanyise ni we wacho kamano, ng'i ane mondi neno, ing'i ane ka body ne nitie machiegni. To nyisa ni body nitiere lakini onge wich. Jowadwa kanye mana awuok akawo aloro tich kuma atiyogae, akawo pikipiki bokela ng'wech. Koro awacho ndang' ok adhi kanyo nikech apenje ka polisi osechopo, to nyisa ni podi. Abiro ng'wech gi pikipiki nyaka e police station Bahati ka. Tayudo ka polise be ikre dwa dhi e scene, bwadhi nyaka e scene kanyo. Koro kamano e kaka ne wayudo ka dend Jacqueline nitiere, kowite i bur mar kware to wiye onge. Koro mana kaka nakwayogi mana ni mondo gikonywa mondo wayud wiye. Alafu ng'ani be niwacho ne en ja Kakamega, to en Kakamega makata an awuon nok ang'eyo. Koro wasebedo kwa konyre gi polise bochopo nyaka kama oyude bomake, nikech noringo nyaka gi nyathi ma ja higni 3. Nochopo kuma omake bosekele ka, nosehojie boterwa nyaka kuma nowite wi Jacqueline, ma nyaka sani wan gi wi Jacqueline kendo wada tere e mochari. Kony mwanyalo kwayo wan nyithi kiye, tanti maduong'. Onge kaka abo yudo kata pesa mar postmortem, aonge gi pesa mar postmortem, nikech kata nyathiwa nyocha onge bura moro amora, kata kanisa nyocha ok odhiyo. Koro an aonge kata pesa mar postmortem kata kaka botero body dala. Akwayou mondo konywa uru mondo water nyathiwa dala. Akwayou jowadwa. Sawa, poleni. Acha sisi twende tujaribu kutayarisha for hivi.